Hebu fikiria, wewe ni mfanyakazi katika jengo la kifalme na mpenzi wako naye pia alikuwa ni mchawi. Lakini siku ya kuuawa kwa mpenzi wako kwa sababu ya uchawi wake, basi unaamua kufanya jambo ambalo la hatari sana. Unaamua kumchukua mke wako na kumtorosha katika eneo la kifalme. Lakini kwa bahati mbaya, mabaya yanamkuta. Naam. Basi karibu tena, na hii hapa ni episode ya 34 ya Merlin. Kama bado hujasubscribe ili tuende sambamba. Movie yetu inaanza katika eneo la Camelot. Mwanamke mmoja alikuwa anazama katika ufalme huo. Huyu anaitwa Alice. Alice akapangisha chumba katika eneo basi la Camelot. Alipopangisha chumba huko ndani, sasa akaenda akafungua mkoba wake chap. Mara ghafla akamtoa kiumbe aliyekuwa basi anatoka ndani ya kabati, ambapo kabati ilikuwa ni dogo sana. Huyu mwanamke ni mchawi kinoma. Hapo alitokeza kiumbe mmoja, ambaye kiumbe huyu alikuwa kama vile simba, mtu sio mtu, lakini pia kwenye mkia wake alikuwa kama vile nungunungu. Hapo katika nyakati ambazo basi alimsogelea mwanamke huyu, kumbe hao watu walikuwa na plani ya siri. Kisha kila mmoja akaanza kumpongeza mwenzake, na huku akimwambia kwamba pumzika mwanangu, pumzika, acha hasira. Basi katika ufalme wa Camelot katika siku ya leo, Arthur pamoja na bwana mkubwa ambaye ni mfalme walikuwa mpata taarifa kwamba kuna mtu ambaye basi yupo katika eneo la kifalme, na mtu huyo anatumia uchawi kuatibu watu. Basi wakawa wanajaribu kwanza kumpa zile taarifa Gazi, na Gazi baada ya kupewa zile taarifa alikuwa na mashaka sana, akasema kwamba sina uhakika katika hilo jambo, lakini mfalme akampa amri, nenda kumfuatilia mtu huyo na utuletee taarifa. Sasa Gazi na Merlin wakawa wametoka nje, na kisha Merlin akaanza kusema kwamba mfalme ana mambo ya kibinafsi sana. Katika familia yake uchawi ukitumika ni sawa, lakini watu wengine wakitibiwa kupitia uchawi yeye sio sawa. Wakaingia katika jengo moja, ambalo katika jengo hili kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Everick. Everick alikuwa ni mmoja kati ya mtu alikuwa anaumwa sana. Gazi akamfuata, na baada ya kumfuata sasa Gazi akamwambia, "Mbona umependeza sana? Ulikuwa unaumwa wewe?" Everick anasema kwamba ni kweli nilikuwa naumwa, lakini kwa hivi sasa nimeweza kupata nguvu kidogo na nimetengamaa kinoma. Sasa Gazi akaambia, vizuri sana. Nini ambacho kimekuponya? Ni dawa gani hiyo? Everick baada ya kuona kwamba Gazi alikuwa anazidi kumchunguza, akahisi kwamba hapa kinachofuata sasa naenda kuingia katika mikono ya mfalme. Pale akamuuliza kwamba ni mfalme amewatuma au ni nini? Gazi akamwambia, hapana bana, wewe nionyeshe hiyo dawa uliyotumia niweze basi kuikagua kidogo. Basi Everick akaenda kuchukua ile dawa, na kisha Gazi akaifungua. Alipofungua tu ile dawa akagundua kwamba ile dawa ilikuwa ni dawa ambayo ni ya kichawi. Basi wakamwaga na wakamwambia kwamba upo salama, hautakamatwa na mtu yoyote yule. Baada ya kumwaga sasa, Gazi akamletea taarifa mfalme kwamba mfalme, huyo mtu unayesema kwamba anatumia uchawi hatumii uchawi, bali kuna dawa ambazo anazitumia, na dawa hizo ni kupitia mitishamba tofauti, na mitishamba hiyo inaonekana kwamba anajua vema zaidi namna ya kuchanganya dawa hizo, na mwisho wa siku dawa zinajitokeza. Mfalme akaambia Gazi, ni wewe kwamba ulisababisha katika miaka ya nyuma kidogo kwamba huu ugonjwa huwezi kupona. Gazi akasema kwamba ni kweli, kwa kipindi kile nilikuwa nimesema kwamba huwezi kupona, lakini watu wana akili tofauti, mtu huyo ameweza kumponya huyo mtu. Sasa baada ya pale Merlin akawa amegundua kwamba Gazi alikuwa anamtetea yule mtu. Akaja akamuuliza, hivi Gazi, yale maneno alikuwa anasema pale yalikuwa ni ya kweli? Gazi akasema kwamba ndio ni ya kweli, akawa anamficha. Lakini Merlin akamwambia kwamba hamna, katika kile chumba nimeona kabisa kwamba kuna majiwe ambayo yanaitwa Crystal. Mawe yale ni mawe ambayo huaga mara nyingi zaidi yanatumika kwa uchawi, lakini pia hata ile dawa ilikuwa ni dawa ya kichawi. Gazi akasema kwamba hapana, sio uchawi. Kisha Merlin akagundua kwamba inawezekana kwamba Gazi anajaribu kuweza kumlinda huyo mtu. Usiku ulipofika, Merlin alikuwa anasoma kitabu, mara ghafla Gazi akaanza kutoka nje. Sasa kipindi ambacho Gazi basi alipokuwa anatoka nje, Merlin alimfuatilia. Gazi alifika katika mtaa ambayo Alice alikuwa amepanga. Alice alipomwona Gazi alifurahi sana, walikumbatiana na kisha akawa na kiss. Sasa Merlin akaona kwamba kuna askari walikuwa wanakuja katika lile eneo. Pale naye akakosa nafasi na akaondoka. Huko ndani sasa Gazi wakaanza basi kukumbushiana yeye pamoja na mpenzi wake wa zamani. Alice alikuwa ni mwanamke wake wa zamani. Sasa ndio katika siku ya leo Alice anamwambia kwamba kwa miaka mingi sana umeweza kupotea Gazi. Gazi anasema kwamba hamna, ni kwa sababu tu ya majukumu na kazi za hapa na pale kuweza kumtumikia mfalme huyu. Pale mwanamke anamwambia kwamba bado unazidi kumtumikia. Ndio Gazi akajibu hivyo. Lakini pia Alice akamwambia kwamba nimekumisi sana. Gazi akasema nimekumisi pia. Sasa baada ya hapo wakaanza kukumbushana kwamba nini ambacho kilitokea kwa miaka ya nyuma. Kumbukumbu za mwanamke huyu zinasema kwamba kwa miaka ya nyuma Uther ndo alimfukuza katika ufalme wa Camelot baada ya Gazi kumtorosha. Na baada ya kumtorosha Gazi, katika siku ya leo anasema kwamba hivi ni wewe ndio ulikuwa unatumia dawa zile kuweza kuwatibu wale watu. Mwanamke huyu anasema kwamba ndio ni yeye alikuwa anatumia dawa zile. Anasema kwamba utundu wako bado hujauacha hata kidogo. Mwanamke huyu anasema kwamba siwezi kuacha kwa sababu naamini kwamba kupitia njia ile ndo naweza nikala, kupitia njia ile naweza basi kulipa kodi. Wakashikana mikono pale kama ishara ya kupendana, wakakumbatiana tena, na kisha Gazi
akamwaga pale mwanamke huyu, na hapo mwanamke huyu akasema kwamba siku ya kesho naomba uje. Kipindi ambacho Gazi alipotoka tu hivi nje, hapo yule kiumbe anaitwa Mantico alijitokeza pale na kisha akasema kwamba nataka uweze kumtumia Gazi kwenda kutekeleza lile jambo letu. Jambo lao ni jambo gani? Wanataka kumuua mfalme. Mantico alikuwa na hasira, pamoja na kwamba mwanamke wake Alice alikuwa akimtuliza, ila Mantico akasema kwamba haacha kupelekesha hisia zako za kimapenzi kwake na kuambia hivi, fanya kazi ile tuleta hapa Camelot. Na kisha mwanamke huyu alikubali. Gazi alirudi nyumbani akawa anatazama zile barua zao za zamani, namna ambavyo basi walivyokuwa wanaandikiana barua, na alikuwa anatabasamu tu. Asubuhi na mapema Gazi basi alikuwa na kazi moja tu ya kuandaa dawa kwa ajili ya watu wengi sana ndani ya ufalme wa Camelot. Na hapo Merlin akamwambia kwamba hivi katika siku ya jana ulitoka nje ya Camelot. Basi Merlin alipokuwa anamuuliza, Gazi akasema kwamba ndio niwapelekea wagonjwa wangu dawa zao. Pale Gazi akasema kwamba nini, mbona unaniuliza hivyo? Merlin akaambia kwamba inamaanisha kwamba wagonjwa wako waga unakumbatiana nao. Basi Gazi akagundua kwamba Merlin alimfuata na akamwambia kwamba ulinifuata kwa sababu gani. Hapo wakabidi sasa wakae chini. Gazi ndo akamuelezea kwamba yule mwanamke ni mwanamke wake na wameishi kwa miaka mingi sana, lakini Uther Pendragon ndo aliamua kuweza kumhamisha yule mwanamke kupitia mikiki. Inasemekana kwamba miaka 20 iliyokuwa imeweza kupita, Uther alikuwa anatafuta wachawi nyumba kwa nyumba na jina lake mwanamke yule lilikuwepo. Kwa hiyo bwana mkubwa Gazi aliamua kulifuta jina la kwake mwanamke yule katika kitabu cha kwake Uther, na hapo akabadilisha majina mengine yote. Baada ya hapo Uther akaweza kumtafuta tena huyo mwanamke. Sasa Merlin ndio anaanza basi kutabasamu kwamba kumbe mwamba huyu utundu wake ulianza zamani sana, hata kutetea penzi lake alitetea sana. Kwa hiyo mpaka kwa hivi sasa ana hali ambayo si ya kawaida, kwa sababu ana mapenzi ya kweli kwa yule mwanamke. Basi akafika katika nyumba ya huyo mwanamke kama alivyomwahidi katika siku ya jana kwamba atakuja, kisha akamletea zawadi ya nyama. Basi wakakaa mezani wakaanza kudiscuss namna ambavyo walivyokuwa basi wanatibu watu katika miaka ya nyuma mpaka kwa hivi sasa. Kwa hiyo mwanamke huyu alitamani kwenda kuishi katika nyumba ya kwake Gazi na Gazi alikubali. Huku nje sasa Merlin alikuwa basi yupo na Arthur, walikuwa wanafanya mazoezi, lakini Merlin alikuwa na mashaka sana katika siku ya leo. Arthur alimpigisha mazoezi Merlin mpaka basi akaona kabisa kwamba Merlin hayupo sawa. Merlin aliporudi nyumbani hivi, kumbe bwana Gazi amevusha. Gazi akamtambulisha Merlin kwa Alice na akamkaribisha kabisa pale kwamba karibu sana. Gazi akaambia kwamba Merlin, naomba huyu mwanamke atumie chumba chako kiwe ndio chumba chake. Basi Merlin alitaka kusita kusema hapana, lakini akakubali tu, sawa, akitumie tu hicho chumba. Lakini sasa nyakati za usiku, kipindi ambacho alivyokuwa amelala, watu wote ndani ya Camelot walikuwa wamelala, Merlin akaanza kusikia kwamba kuna kitu ambacho kinaongea kule ndani, na kisha sensi kwamba kuna uchawi ulikuwa unatumika ukaanza basi kumfanya Merlin amke. Akaamka akakuta kwamba yule kiumbe anaitwa Mantico anamwamrisha mwanamke huyu kwamba atumie sumu yake kwenda kuiweka katika dawa kwa mfalme, na dawa hiyo akishainywa tu hapo mfalme atakufa. Basi Merlin aliona kabisa kwamba huyu mwanamke alikuwa anajaribu kuweza kuuminya mkia wa yule kiumbe anaitwa Mantico, na kisha akaweka ile dawa katika kile kichupa. Na hapo baada ya kukamilisha ile jambo, huyo Mantico alihisi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anafuatilia. Alinguruma kuelekea katika eneo la mlango na Merlin akajificha. Siku iliyofuata Merlin alimpa taarifa zile Gazi, na Gazi akabisha kwamba yule mwanamke hawezi kufanya ujinga wa namna hiyo, lakini bado Gazi kulingana na kwamba alikuwa anampenda yule mwanamke, basi alibisha. Kisha Merlin akaenda kumuonyesha lile sanduku, ambalo sanduku hili aliamini kwamba yule kiumbe ndio yupo huko ndani. Sasa kipindi ambacho basi amefungua lile sanduku, huyo kiumbe hayupo. Basi bwana Merlin aliaibika pale, lakini Gazi akamwambia kwamba acha upumbavu, huyu mwanamke ni mwanamke ambaye nimeishi naye kwa miaka mingi sana na ninamwamini. Asa kulingana kwamba mapenzi ni kimoja kati ya kitu ambacho kinapofusha sana macho ya wanaume wengi, Merlin alienda katika maktaba moja, na katika maktaba hii ndio kule Godfrey anapotunza vile vitabu. Merlin alianza basi kusoma hivyo vitabu. Huko nyumbani Gazi pamoja na huyu mwanamke wakawa basi wanatengeneza dawa kila mara. Yaani kama vile timu ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa miaka mingi sana. Gazi alifurahi kabisa na namna ambavyo basi alivyokuwa basi anajivunia kwa huyu mwanamke. Kwanza kabisa alizidi kumsifu kila mara. Mwanamke huyo anasema kwamba natamani kama basi ningeendelea kuishi katika ile eneo na kupenda sana Gazi. Sasa Gazi akamwambia mwanamke huyu kwamba tujitahidi tuendelee kuishi katika ufalme huu wa Camelot. Huku sasa katika maktaba Merlin alimfuata Godfrey na akamuuliza kwamba hivi kuna kitabu chochote kile ambacho kinaonyesha kwamba kuna kiumbe ambacho kina mabawa, lakini pia kina uso kama wa binadamu, lakini pia kina mkia ambao basi mkia huo unatoa sumu. Godfrey akamuelezea kwamba huyo kiumbe umemwona wapi? Akamwambia kwamba ni kiumbe anaitwa Mantico, na ni kiumbe ambaye basi ni wa zamani sana, ana sumu kali, lakini pia ni kiumbe ambaye wachawi wengi wa zamani walikuwa wakimwogopa.
Huko nyumbani sasa kuna dawa moja ambayo dawa hii ilikuwa ni ya mfalme. Ganzi yupo na huyu mwanamke wake. Ganzi akawa basi anaichanganya. Mwanamke huyu akamwambia kwamba leta basi nikusaidie kuichanganya. Ganzi akaenda katika upande wa pili. Mwanamke huyu akatumia ile chupa ya ile sumu aliyopewa na yule kiumbe anaitwa Mantico. Pale pale akaifungua na hapo hapo akaanza kuchanganya dawa ya kwake mfalme na ile sumu aliyokuwa basi amepewa na yule kiumbe anaitwa Mantico. Pale pale Merlin akaingia. Huyu mwanamke akadondosha kile kichupa chini. Hapo hapo akaogopa sana. Lakini Merlin alikuwa ameshaanza kuhisi kwamba huyu mwanamke hayupo sawa. Kuna kitu ambacho si cha kawaida. Usiku ulipofika, Merlin anaenda tena katika ile maktaba kwenda kusoma tena vitabu, na alivyoingia huko ndani alisoma vitabu vingi sana. Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kutambua ukweli kuhusiana na huyu kiumbe anaitwa Mantico. Alipata ukweli kidogo, lakini bado alitamani kufahamu ukweli. Lakini asubuhi mapema akamfuata Ganzi, akamstopisha na kumwambia kwamba yule mwanamke ni mchawi na anatumia nguvu kutoka kwa kiumbe ambacho kinaitwa Mantico. Naomba uwe makini sana Ganzi. Ganzi akabisha na akamwambia Merlin, hivi unanionea wivu au utaki kuwa mimi hapa niweze kuwa na peace au? Merlin, wewe mtu namna gani? Merlin alibaki pale akiwa na mawazo. Ganzi akarudi katika chumba chake huko hivi. Akaongea tena na Alice. Alice akamwambia, "Mbona kama una mawazo Ganzi?" Ganzi akamwambia kwamba, nimegombana tu na Merlin kidogo." Alice akamwambia kwamba ni kuhusu mimi. Basi Ganzi akamwambia kwamba, maneno tu ya watoto tunawajua." Basi huku Merlin alikuwa na Arthur wakifanya mazoezi hapa na pale, lakini ukweli mambo ni kwamba siku ya leo Arthur alifahamu kwamba Merlin hayupo sawa. Merlin alivyoulizwa alisema kwamba nimegombana na Ganzi na Ganzi amenikera sana. Kwa hiyo Arthur akamwambia kwamba achana na hao wazee bana, utawapa pressure. Basi huku katika eneo basi la chumba cha kwa Ganzi katika siku ya leo alipewa kitabu na huyu mwanamke, akamwambia kwamba wewe kisome kitabu, mimi niandae dawa. Mwanamke huyu alizidi basi kuandaa ile dawa. Baada ya dawa kuchemka kidogo, basi hii pisi sasa ikachanganya ile sumu tena, maana ile sumu ya kwanza ilivunjika. Akaichanganya ile sumu aliyopewa na yule kiumbe anaitwa Mantico. Lengo lake ni kumuua mfalme, wanataka mfalme afe. Lakini kiumbe hichi ilikuwa ni kiumbe cha ajabu sana. Kwanza kabisa hatujui kwamba kiko wapi. Akachanganya ile dawa na kisha akampa Ganzi. Ganzi ampelekea mfalme na Ganzi akampelekea mfalme kweli. Mfalme sasa akainywa ile dawa. Baada ya kunywa usiku wa manane huko hivyo, kipindi ambacho anakula katika eneo la meza, bakuli ilikuwa bakuli moja ambayo ilikuwa katika ile eneo pale haina chakula. Bakuli ilikuwa ni bakuli ya Merlin. Walikuwa wanamuwaza sana Merlin hayupo. Merlin yuko nje ya Camelot, anawaza namna ambavyo atatumia akili yake kumnasua Ganzi kutokana na hii hali ambayo alikuwa ameweza kufungiwa nayo ya kichawi. Hapo hapo kengele ikaanza kulia. Kila mtu akaanza kuogopa. Ganzi akafika katika chumba cha kwa mfalme, akakuta kwamba pulse rate za kwa mfalme zipo chini. Mapigo ya moyo yako chini sana. Hapo akamwambia Arthur atoke nje ili Ganzi aweze kupata nafasi ya kuweza kumtibu mwanaume huyu. Pale pale akamchunguza mfalme, lakini mwisho wa siku akagundua kama mfalme macho yake yanabadilika kabisa. Hapo akaja kugundua katika ile mikono yake kuna ile dawa. Ndipo Ganzi akaondoa ushahidi na hapo akataka kujua ukweli. Je, ni sumu yake au ni dawa yake aliyoitumia? Alitengeneza dawa si mtu mwingine bali ni Alice. Kwa hiyo Ganzi alirudi mkiki na akaulizwa pale nje na Arthur kwamba baba yangu atapona. Ganzi akaambia kwamba subiri kidogo, naomba unipe muda. Siwezi kutoa majibu kama baba yako amepewa sumu au baba yako amepewa nini. Nataka niweze kutumia akili yangu niweze kupata ukweli. Ganzi akaambia tena na Merlin kwamba yule mwanamke anatumia nguvu kutoka kwa yule Mantico. Huwezi kuamini, Ganzi amekuwa akimwamini Merlin kwa miaka mingi sana, lakini katika siku ya leo Ganzi anabisha tena, anamwamini mpenzi wake kuliko hata Merlin. Merlin sasa alizidi kumuinsist Ganzi, lakini bado Ganzi anaona kabisa kwamba huu ni upumbavu mzee, huwezi kuniamrisha katika jambo hili, mimi nampenda mwanamke wangu. Sasa baada ya tukio hili Ganzi alifika katika chumba chake huku hivi, lakini huku kwa Merlin naye alikuwa basi anaongea na Arthur. Arthur alikuwa ananung'unika kwamba mfalme amekunywa maji na maji yao na sisi pia tumekunywa, amekula chakula hicho na sisi tumekula, lakini pia nini ambacho amekitumia kingine ambacho kimeweza kumletea shida mpaka ameanguka. Hapo hajagundua kwamba dawa ya kwake Ganzi. Merlin akamwambia ndio, dawa ya kwake Ganzi, inawezekana kwamba ndo ameitumia. Sasa Merlin alitoa siri kwamba nani alitengeneza hiyo dawa na inawezekana kwamba ndo mtu huyo aliyetaka kumuua mfalme. Ganzi akafika katika chumba chake huko hivi anaongea na huyu mwanamke, anamwambia kwamba niambie ukweli Alice, unataka kumuua mfalme? Alice anataka kumwambia kwamba Ganzi sio mimi. Pale pale akashindwa kuongea. Yule kiumbe sasa anaitwa Mantico akaanza basi kujireveal, anajionyesha mbele ya kwake Ganzi. Ganzi pale pale mlango wake ulivunjwa na hao miamba. Arthur pamoja na askari wake walimchukua huyu mwanamke. Hawakuwa na huruma mzee, walienda kumfungia katika sero. Ganzi alibaki pale na Merlin akamwambia kwamba sikuwa nachagua aina yoyote. Ganzi alimind Merlin kwa sababu gani amefanya upumbavu wa namna hii. Yaani pisi yangu inafungwa magereza kwa sababu ya ujinga wako, umesambaza umbea.
Basi akakaa zake chini, lakini huko katika sero Arthur alizidi kumuuliza kwamba nani aliyekutuma uje umuue mfalme? Basi mwanamke anasema kwamba mimi hapa nimetumwa na kiumbe anaitwa Mantico na kimekuwa kikinifanya mimi mwenyewe binafsi niwe katika hali mbaya, sio mimi. Arthur anamwambia kwamba acha uongo, sema ukweli. Basi mwanamke huyu kipindi ambacho basi alivyokuwa anazidiwa pale, akasema kwamba hata dawa ya kumtibu mfalme hana, yani hana antidote. Pale Arthur alikasirika sana. Yule kiumbe kipindi ambacho Arthur alipotoka pale, mwanamke kipindi ambacho basi nataka kusema ukweli kwamba ni Mantico na anamtumia, macho yake yalibadilika na Melanie alishuhudia kile kitendo. Basi akasepa, akamfuata huku hivi Gazi akiwa na mfalme, na pale Melanie akamwambia Gazi, naomba unisamehe, alikuwa jambo langu ambalo nilikuwa nalitaka. Pia naye Gazi akamwambia kwamba unajua kwamba Melanie alikuwa anatamani kuweza kunitoa mimi katika matatizo, nashukuru sana. Basi wakaamua kuweza kusaidiana katika jambo hili. Gazi akazama kwenye vitabu, Melanie naye akazama kwenye vitabu. Wakaja basi wakagundua ukweli kwamba wanatakiwa waweze kutumia nguvu ya ziada na uchawi ili basi kuweza kumchomoa huyo kiumbe kutoka katika lile shelfu. Sasa kitu ambacho yule kiumbe alikifanya ni kwamba shelfu lake au kabati lake ambalo basi anatembea nalo ni kama vile poto, njia ya kuingia katika sehemu nyingine au njia ya kutoka kuingia katika sehemu nyingine. Namna ya kumtoa katika hilo eneo ambalo yupo katika mwili wa kwake yule mwanamke anaitwa Alice ni kupitia boksi hili. Kwa hiyo Gazi akaanza kutumia uchawi tena, huyo kiumbe akatoka. Baada ya kiumbe kutoka, Gazi akafunga mlango wa lile shelfu na kisha hapo wakaanza basi kufanya mambo yao. Gazi anapiga kimbola mara ya kwanza, shelfu lile basi liweze kuchomoka katika lile, kwa sababu huyo kiumbe akifungua tu ile shelfu anarudi tena katika mwili wa kwake Alice. Kwa hiyo wataka kuweza kumuua huyo kiumbe ili hata mfalme aweze kupona, kwa sababu hakuna njia nyingine ya kuweza kumponya mfalme bila kumuua huyo kiumbe, lakini pia hakuna njia nyingine ya kuweza kumponya Alice bila kumuua huyo kiumbe. Gazi aliwasha moto lile container pale na hapo likalipuka. Nguvu ya Gazi sio ya mchezo. Kiumbe huyu alitamani kuweza kumrukia Gazi na kumuua. Pale alipeperuka kwa sababu hakuwa na njia ya kuingia katika mwili wa Gazi, kwa sababu poto yake au njia yake aliyokuwa anaitumia katika lile box ndio imeweza kuchomoka katika ulimwengu huu. Melanie na Gazi kwa mara nyingine tena wakafanikiwa. Kila mmoja akawa anamshukuru mwenzake. Wakamkuta mfalme amepona kabisa. Mfalme kama kawaida yake, sheria yake ni moja tu, lazima ifuatwe. Lazima yule mwanamke afe. Alitoa amri mwanamke yule basi alikuwa ametumika kuweza kutengeneza ile dawa basi auawe kwa sababu ya kosa moja tu, alitaka kuniua. Basi Gazi alipewa nafasi ya kwenda kuongea na mwanamke huyu. Mwanamke huyu alimwaga Gazi kwamba Gazi, nilitamani sana kuishi katika upande wa Camelot, ila kiumbe hicho kimekuwa kinitumia na kimefanya mimi mwenyewe binafsi niingie katika matatizo. Nakupenda sana Gazi. Gazi akamwambia kwamba nitafanya kitu kwa ajili yako mama, ninakupenda sana. Sasa usiku huu Gazi alimkupatia kama vile ndo mara yake ya mwisho, lakini hatujui nini ambacho alikifanya. Asubuhi na mapema kengele ikaanza kulia. Pale Melanie anamwambia kwamba kuna shida gani? Pale Gazi akamwambia kwamba kuna mfungwa aliyekimbia. Melanie ndo akaja kugundua kwamba inawezekanaje kwenye hizo dungeon zilizokuwa basi zinaogopeka sana, inakuwaje mfungwa amekimbia? Gazi amemtorosha demu wake mzee. Sumu ya penzi inaua bana. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Gazi na Melanie waendelea na maisha yao, wakajipatia chakula na furaha tena ikarejea katika chumba chao. Bana, mimi ni yule Melek. Bye bye.